Baadhi ya wazazi wenye watoto wanaosoma katika shule ya sekondari na Chingwea mkoani Lindi walalamika hatua ya kuchangishwa fedha kwa ajili ya umeme, maji, mboga pamoja na kilo 70 za unga wa mahindi. Mbunge wa Kenya Charles Ong'ondo Were ameuawa kwa kupigwa risasi barabarani katika mji mkuu wa Nairobi. Na katika michezo, klabu ya Simba yawaita mashabiki kujitokeza kwa wingi kesho katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam kwenye mchezo wa ligi kuu bara dhidi ya Mashujaa FC. Hujambo mtazamaji wa Channel 10 Plus, karibu katika habari kutokea hapa. Mimi ni Filipina Ndwata, nipo tayari mtazamaji kukuangazia habari za kutwa nzima ya leo, na katika upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye winga Teresa Witness Alanu Singalawa. Mtazamaji karibu. Mbunge wa Kenya Charles Ong'ondo Were ameuawa kwa kupigwa risasi barabarani katika mji mkuu wa Nairobi jana Jumatano majira ya saa 1:30 jioni. Tupate taarifa zaidi. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amethibitisha taarifa hii kufuatia ripoti za vyombo vya habari za kuuawa kwa mbunge huyo wa eneo la bunge la Kasipul. Kisa hicho kilitokea kando barabara Ngong karibu na hifadhi ya maiti ya jiji la Nairobi baada ya kushambuliwa kwa risasi na watu wawili waliokuwa kwenye pikipiki. Kwa mujibu wa mashuhuda, mmoja wa washambuliaji hao alishuka kwenye pikipiki na kumfyatulia risasi mbunge huyo na kumjeruhi vibaya kabla ya kukimbizwa hospitalini. Kifo chake kinajiri miezi miwili tangu adai kuwa maisha yake yapo hatarini kufuatia matokeo ya ghasia katika eneo la bunge lake ambazo alidai zilichochewa na vyanzo kutoka nje. Charles alikuwa ni mwanachama wa chama cha Orange Democratic Movement ODM kinachoongozwa na mwanasiasa mkongwe Raila Odinga. Hata hivyo, hadi kufikia sasa mazingira kuuawa kwa mbunge huyo bado zimesalia kitendawili, na tayari polisi wameanza kufanya uchunguzi kuwatambua wahusika. Viongozi mbalimbali wakiwemo spika wa bunge la taifa Moses Wetangula amesikitishwa na kitendo hicho na kukiita cha woga. Lulu Ali, Channel 10 Plus. Shukrani Lulu Ali kwa taarifa hiyo. Mkoa wa Arusha umeadhimisha sikukuu ya Mei Mosi, huku viongozi wa dini kutoka madhehebu mbalimbali wakitoa wito kwa wananchi kujiepusha na vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha amani ya nchi, hasa vinavyochochewa na baadhi ya wanasiasa wasiothamini tunu ya amani iliyopo wakati huu ambapo taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu. Tupate taarifa zaidi. Kauli za viongozi hao wa dini zimechagizwa na kauli mbiu ya Mei Mosi ya mwaka huu isemayo uchaguzi mkuu wa 2025 utuletee viongozi wanaojali na kutathmini haki na maslahi ya wafanyakazi. Ikiwa kiongozi wa chama chochote cha siasa atatumia nafasi yake ya usiasa kuharibu amani ya Tanzania, hiyo tukatae, kwa sababu ni kuondoa mafanikio ya wafanyakazi, ni kuondoa mafanikio yetu katika Tanzania. La kuilinda nchi yetu, basi waweze kuilinda nchi yetu na mipaka yote kwa ujumla. Hatimaye Tanzania iendelee kuwa ni kisiwa cha amani. Baadhi ya wafanyakazi mbalimbali wametoa wito kwa viongozi watakaochaguliwa kuhakikisha wanajali na kuthamini haki pamoja na maslahi ya wafanyakazi nchini. Vile vile kampuni ya Faju 45 tumeshiriki Mei Mosi pia kwa ajili ya kuwakumbusha wafanyakazi kwamba pindi watakapostaafu au hata wakiwa kazini, tumewakumbusha pia namna ya kutengeneza nyumba bora ili watakapostaafu wabaki kwenye makazi bora ambayo yatakuwa ni msingi kwa familia, kwa yeye mwenyewe kama mfanyakazi na kwa familia yake kwa ujumla. Awali akisoma risala ya wafanyakazi, mratibu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi TUKTA mkoa wa Arusha Ali Masenza pamoja na mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude wamesisitiza umuhimu wa kuheshimu haki za wafanyakazi na kuboresha mazingira yao ya kazi. Shauri serikali yetu tukufu na sikivu kushusha kodi ya mishahara ili kuwapa nafuu wafanyakazi wote, pamoja na kuondoa kodi kwenye mafao ya wastaafu yanayotokana na mikataba ya hali bora. Kwa maeneo na changamoto zilizobainishwa, ni wazi hizi zitashughulikiwa na kufanywa kazi. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha.
Rais wa mpito wa Korea Kusini Han Duck-soo ametangaza kujiuzuru nafasi hiyo ili kupisha mchakato wa uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi ujao, huku kukiwa na matarajio kwamba huenda akagombea rasmi kiti hicho cha urais. Vyombo vya habari nchini Korea Kusini vinasema Han Duck-soo anatarajia kuzindua kampeni yake ya kuwania urais hapo kesho Ijumaa. Mapema leo akitangaza kujiuzuru, Han amesema, "Sasa ninajiuzuru nafasi yangu ya kaimu rais na waziri mkuu kwa kuzingatia uzito wa majukumu yangu na wajibu kwa wakati huu muhimu. Baada ya kutafakari na kuangaikia kwa muda mrefu, nimeamua kwamba kama hii nafasi njia pekee ambayo napaswa kuifuata ni lazima nifuate." Hadi sasa Han hajatangaza rasmi kuwania kiti cha urais. Mwanasiasa huyo alikuwa waziri mkuu na kukaimu nafasi ya urais baada ya kuondolewa na Rais Yoon Suk Yeol aliyeitia nchi katika machafuko ya kisiasa kwa tangazo lake la kuiweka nchi hiyo chini ya sheria ya kijeshi mwishoni mwa mwaka uliopita. Esther Mtebe, Channel 10+. Baadhi ya wazazi wenye watoto wanaosoma katika shule ya sekondari ya Chiola iliyopo kata ya Chiola wilaya na Chingwea mkoani Lindi wamepinga hatua ya uongozi wa shule hiyo kuwachangisha fedha nyingi kwa ajili ya mahitaji ya chakula kwa wanafunzi wa kidato cha 2 na 4 waliokaa kambini kwa ajili ya maandalizi ya mtihani wa taifa. Taarifa zaidi na Ahmad Nandonde. Wakitoa malalamiko yao mbele ya mkuu wa wilaya ya Chingwea Mohamed Moyo, wazazi hao wamemuomba kuingilia kati uamuzi uliotolewa na walimu hao bila kuwashirikisha, huku wakieleza kuwa mchango huo ni mkubwa na hauendani na matumizi ya watoto wao kwa kipindi chote atakachokuwa kambini hapo. Ule mtoto yule fedha zinazotakiwa taslimu 1,500,000 na 1,500 1,500,000 mpaka amalize kambi, ama 1,500,000 asema haya mahindi kilo 70, mboga 20. Maana ingekuwa hii 1,100,000 na 1,500 hii ingekuwa kwamba ya kununua vitu vingine hivi. Kilo 70 mara 114 unapata kama tani 8 kasolo. Je, kwa miezi hii tu michache ndio watoto watakuwa nakula tani 8 zote zikaisha? Mheshimiwa, tunaomba utusaidie. Swala la chumvi toweni kila siku, mimi changamoto zote ninazisema. Kwa sababu mnapoenda kusaga kule kuna mapumba yanatokea kila siku hii, na kuna wafuga ng'ombe wanabadilishana chumvi bondeni hapo. Lakini hilo wanapinga tu, wasema hapa sisi tunataka chumvi. Mapumba yanakopeleka wapi akujulikani. Kama tungekuwa tumeshirikishwa sisi angalau mzazi mmoja au wawili, tungekuwa tunakosoana kwenye bajeti yao, tungesema hapana, hii maji shusha, hii kitu fulani shusha. Wanavyoleta hapa baada ya kupiga ile bajeti yao, sisi huku kama unavyojua tuko hoya tu. Ndio. Kufuatia malalamiko ya wazazi yaliyotolewa mbele ya mkuu wa wilaya, mkuu wa shule hiyo Britina Kiure akatumia nafasi hiyo kutoa ufafanuzi na mchanganuo wa matumizi ya michango hiyo. Hatukuwa lazimisha, ila tulikubaliana nao. Maji tumekadiria kwamba mwanafunzi mmoja atatumia ndoo 4 kwa siku. Kusaga pamoja na mpishi tukaiweka shilingi 1,000. Tuliangalia mahindi yake yanayoleta pamoja na fedha ya mpishi. Unapokuwa na vikao vikubwa vya maamuzi ambayo yanawagusa wananchi, niye msiwe sehemu ya maamuzi. Niye ni kupeleka hoja kwao, wape mchanganuo, ambao wakae kwenye kundi watatu, wape utaratibu kwamba mwanafunzi atakaa hapa kwa siku kadhaa. Baada ya malalamiko hayo, mkuu wa wilaya Mohamed Moyo akawataka walimu kushirikiana na wazazi kuona namna nzuri ya upatikanaji wa chakula kwa ajili ya kuendesha kambi ya masomo kwa watoto wao na si kuwalazimisha wazazi kuchangia. Lakini sio shinikizo kutoka kwa walimu. Shinikizo sio kutoka kwa mkuu wa wilaya. Hapana. Hata mimi sitaki kutoa shinikizo. Mimi kazi yangu kuhakikisha kwamba chakula wazazi mnajitolea, kwa sababu mtoto angekuwa nyumbani angekula. Mkubaliane. Hiki tutoe hiki tuchangie hiki. Hatari yake nisingeingilia, ingewezekana mngechangia mwezi mmoja, mwezi wa pili mngeshindwa. Kutoka na Chingwea mkoani Lindi, Ahmad Nandonde, Channel. Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mtwara imewataka wananchi kuwa na utamaduni wa kuwasaidia wanafunzi wanaotokea katika mazingira magumu ili waweze kufanya vizuri katika masomo yao na kuwaondoa katika hatari ya kufanyiwa ukatili. Mwandishi wetu Adam Malima anayo taarifa zaidi. Kwa hiyo hizi daftari waangalie wale watoto ambao hali zao sio nzuri, wapatiwe daftari hizo waweze kuandika. Ni
Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mtwara Julius Kaondo akitoa msaada wa vifaa vya masomo kwa wanafunzi wanaoishi katika mazingira magumu wa shule ya msingi na sekondari Mumbaka wilayani Masasi. Kaondo anasema wanafunzi wengi wanafanyiwa ukatili na kukosa masomo kutokana na kushindwa kumudu gharama za vifaa vya shule kama daftari, kalamu na sare, na kutoa wito kwa jamii kuwasaidia wanafunzi hao. Tuwalee watoto wetu, tusiwache wanazagaa. Hali ya dunia sasa hivi imebadilika. Watoto wetu wa kike na wa kiume, na hasa wa kiume, wanawindwa kama digidigi. Wanawindwa na watu wabaya ambao wanatuletea utamaduni ambao hatukuzoea. Tuwalinde watoto wetu. Mimi ni waombe wazazi na walezi wenzangu, hata kama mtoto yule kwenye jamii pengine mzazi wake amefariki, lakini hawezi kukosa watu kwenye familia ile. Lakini sio familia tu, hata kwenye ile jamii wanaoishi hawezi kukosa watu wa kuwasaidia wale watoto ambao wazazi wao walifariki, kuwapa vifaa vya msingi vya kujifunzia. Kwa hiyo nilete wito kwa wazazi na walezi na jamii kuwasaidia watoto wenye uhitaji. Katika maadhimisho ya wiki ya wazazi kimkoa, Jumuiya ya Wazazi mkoa wa Mtwara inaeleza kwamba wakazi wa mkoa wa Mtwara watashiriki kikamilifu uchaguzi mkuu mwaka huu. Sisi watu wa Mtwara tumesema no reform no election, ni ya kwa wao. Hapa uchaguzi utapigwa, wasiweke mpira kwa bali, waje tushindane kwenye box la kula na tutawapiga. Mama Samia unawajali na mitano tena bila kujali. Kutoka Masasi mkoani Mtwara, Damarima Channel 10. Ukraine na Marekani zimesaini makubaliano ya uwekezaji yatakayoiruhusu Marekani kuchimba madini ya Ukraine, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Fedha ya Marekani. Tupate undani wa taarifa hii. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Uchumi wa Ukraine Yulia Sviridenko aliyetia saini makubaliano hayo mjini Washington amesema vifungu muhimu vya mkataba huo ni pamoja na kwamba rasilimali zote kwenye eneo la Ukraine na eneo la maji ni mali ya Ukraine. Marekani chini ya makubaliano hayo inaweza kuchimba madini ya thamani na adimu ya nchini Ukraine ili taifa hilo liendelee kupata msaada wa Marekani wakati ikiendelea kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump ameshinikiza kupatikana kwa makubaliano kwa miezi kadhaa ambayo anasema yatakuwa ni kama malipo kwa Marekani kufuatia msaada wa kijeshi na kifedha ambayo imeipatia Ukraine. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10 Plus. Halmashauri ya wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma imetoa mkopo wa shilingi milioni 107 unaotokana na 10% ya mapato ya ndani kwa vikundi 20 vya ujasiriamali wanaojishughulisha na shughuli za uchuuzi wa dagaa, kina mama ntilie na madereva, kwa lengo la kuwainua kiuchumi ili baadaye waweze kuchangia mapato ya halmashauri na kulipa kodi stahiki ya serikali. Ndita Nyoni kutoka Ruvuma anatutaarifu zaidi. Akikabidhi mikopo kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, mkuu wa wilaya ya Nyasa Peres Magiri amesema utoaji wa mkopo ni agizo la kisheria kupitia namba 290 kifungu cha 37A ambacho kinaeleza kila halmashauri hapa nchini kutenga 10% mapato ya ndani, hivyo vikundi vyote vilivyonufaika na mkopo kuhakikisha vinarejesha ili kutoa fursa kwa wengine. Ukienda kinyume na makubaliano ambayo umeingia kuhusu kuchukua fedha hizi kama vikundi, sasa mnaweza mkashtakiwa. Ninahimiza na kusisitiza vikundi 20 hivi ambavyo leo vinapokea fedha ambazo zimetengwa tayari kutokana na mapato ya ndani shilingi milioni 107, mzingatie swala la urejeshaji wa mikopo hii kwa wakati kulingana na ratiba ambayo imetengwa na imekubalika kwenye kubaliano kwamba tutarejesha fedha hizi kwa taratibu. Kwa upande wa mbunge wa jimbo la Nyasa mhandisi Stella Manyanya amesema anatamani kuona wilaya hiyo inakuwa kiuchumi ili kila mwananchi aweze kulipa kodi na halmashauri ikue kimapato, huku baadhi ya viongozi wa vikundi wakishukuru serikali na kuahidi kuzitumia fedha hizo kwa malengo. Mwanamke katakaliki, mwanamume katakaliki, mlemavu katakaliki, kila mmoja akaonyesha ujanja wake na ujuzi wake katika kuifanya fedha hii
izae faida na matokeo yake yawe mazuri zaidi kwenye familia yake. Tuachane na yale mambo ya ajabu mitaani kuliko kukaa vijiweni kuanza kupiga stori na kutengeneza wimbi ambalo halina maendeleo katika sisi vijana, ni kitu ambacho si vizuri. Halmashauri ya wilaya Nyasa kwa mwaka wa fedha 24-25 imetenga zaidi ya shilingi milioni 300 ambapo hadi kufikia Aprili zaidi ya vikundi 50 vimenufaika na mkopo huo. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Na mtazamaji, unaendelea kufuatilia habari kutokea hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Filipina Ndwata na tuende mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea na habari. Channel 10 Plus. Naam, karibu tena mtazamaji na tunaendelea na habari. Polisi nchini Uhispania wamewaokoa watoto watatu jana Jumatano waliokuwa wamefungiwa ndani ya nyumba kwa miaka 4. Msemaji wa polisi amesema wazazi wa watoto hao ambaye ni raia wa Ujerumani waliwafungia watoto hao tangu Disemba mwaka 2021 wakati wa janga la Uviko 19 kwenye nyumba ambayo ameita ni ya kutisha huko kaskazini mwa Uhispania. Watoto hao mapacha wa kiume wenye umri wa miaka 8 na mvulana wa miaka 10 hawakutoka nyumbani tangu wakati huo. Vyombo vya habari vya Uhispania vimenukuu polisi walisema nyumba hiyo ilikuwa imejaa takataka na watoto hao walilala kwenye vitanda wakiwa wamefungwa. Tayari wazazi wa watoto hao wamekamatwa huku watoto wakipelekwa kwenye kituo maalum cha malezi. Halmashauri ya wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma imevuka lengo la makusanyo ya mapato ya ndani kutoka shilingi bilioni 8 hadi kufikia shilingi bilioni 10 kupitia vyanzo mbalimbali vya mapato kwa mwaka wa fedha mwaka 2024 na 25, huku baadhi ya wataalamu wakitakiwa kuendelea kubuni vyanzo vipya kwa lengo la kuacha kutegemea fedha za serikali kuu na wahisani. Taarifa zaidi na Ditanyoni. Akitoa salamu za serikali kwenye kikao cha baraza la madiwani katika kipindi cha robo ya 3 ya fedha 24-25, mkuu wa wilaya ya Mbinga Kisale Makori amesema iwapo vyanzo vipya vya mapato vitaendelea kubuniwa, halmashauri itajiendesha pasipo kutegemea fedha kutoka serikali kuu, wafadhili mbalimbali pamoja na nguvu za wananchi. Basi tuhakikishe kwamba miradi yetu tunaikamilisha kwa wakati kama jinsi ambavyo imetamkwa katika mikataba mbalimbali ambayo tumeingia na wakandarasi ama watoa huduma ambao wanatekeleza ile miradi, kwamba tuhakikishe kwamba inakamilika, lakini tu sio kukamilika, kamilike pia kwa ubora. Naomba tuendelee kumshauri mkurugenzi, lakini pia na kuendelea kubuni vyanzo mbalimbali vya mapato ambavyo vitaisaidia halmashauri hii kuendelea kujiendesha na kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika usimamizi wa rasilimali za nchi. Kwa upande wa mwenyekiti wa halmashauri Desturius Ahule amesema sababu za kuvuka lengo la makusanyo ni ushirikiano mkubwa baina ya wataalamu, watendaji wa vijiji kata, huku baadhi ya madiwani wakaeleza changamoto mbalimbali ikiwemo ubovu wa miundombinu barabara na madaraja kwenye maeneo yao. Yaani kwa sababu ni rais ambaye amefanya makubwa, tukampe kura nyingi sana, lakini pia tuombe Mungu na nyinyi madiwani mkarudi, kwa sababu mmesimamia vizuri miradi, lakini pia mmeendesha halmashauri vizuri. Leo halmashauri ya Mbinga tunatembea kifua mbele kwa makusanyo, lakini kwa uadilifu na miradi mikubwa ya kimikakati ambayo imesimama. Kuna madaraja ambayo yanatakiwa yajengwe ambayo tulishaomba. Naomba meneja wa TARURA afanye utaratibu kutuelezea hata kama ni mpango wa dharura, watoto wanaotoka Nguvu Mpya, kitongoji cha Nguvu Mpya kuja kusoma pale custom, pana madhara makubwa sana, na wakati wa mvua nyingi maji yanakuwa yanajaa, watoto wanaweza kabaki bila kwenda shuleni hata kama ni wiki nzima. Naye meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya mhandisi Oscar Musa amesema tayari serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni 400 kwa ajili ya kurekebisha maeneo korofi yaliyoharibiwa na mvua. Aidha, kuna miradi ya chini ya ufadhili wa World Bank kama Mheshimiwa Rais ambao alikuwa ametoa taarifa, mchakato unaendelea. Changamoto ambayo tumeipata Mheshimiwa Mwenyekiti ni wakandarasi wengi kwamba wamesema kwamba hawana fedha kwa sasa. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10.
Wanawake wajawazito ambao walikuwa wakikabiliwa na changamoto ya uzazi kinzani katika halmashauri ya manispaa ya Iringa wamesema kwa sasa baadhi ya kukamilika kwa kituo cha afya katika kata ya Mkimbizi kwenye halmashauri hiyo wameanza kupata huduma bora za upasuaji, kwani katika kipindi kifupi tayari zaidi ya wanawake 60 waliokuwa na changamoto ya uzazi kinzani wametibiwa na kunusuru maisha yao. Hayo yamebainishwa wakati wa ufunguzi wa kituo hicho cha afya uliofanywa na kiongozi wa mbio za Mwenge mwaka 2025 Ismail Ali Osi. Tupate taarifa zaidi. Wananchi hao wamesema kwa muda mrefu walikuwa wakikabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo ya uzazi, lakini baada ya kukamilika kwa kituo hicho hususan huduma za upasuaji, sasa wamerejesha furaha na amani maishani mwao, kwani upasuaji unafanyika sasa kwa ustadi mkubwa. Mtoto wangu huyu mimi nimejifungulia hapa, wanatoa huduma nzuri. Tunawashukuru sana madaktari na manesi kwa kujumuika kutusaidia. Baada ya kujengwa hiki kituo, tunaenjoy kiukweli, tunajisikia raha. Akitoa taarifa ya kituo hicho, mganga mkuu wa manispaa ya Iringa Godfrey Mbangali amesema ujenzi wa kituo hicho umekuwa na manufaa makubwa na hasa baada ya huduma za upasuaji kukamilika. Mafanikio tuliyopata katika utoaji wa huduma ni pamoja na kina mama wajawazito 61 waliokuwa na uzazi kinzani wamefanya upasuaji na kuweza kupata watoto, na hakuna aliyepata changamoto yoyote ya uzazi kutokana na huduma za upasuaji zilizofunguliwa. Kwa upande wake, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2025 Ismail Ali Usi, pamoja na mambo mengine, amewataka wananchi kutumia vyema kituo hicho kwa faida pana ya jamii nzima. Kwa kweli ndugu wananchi, haya ndio mapenzi ya Mheshimiwa Rais. Fedha nyingi sana zimetumika. Laiti naamini wachache walishawahi kupata huduma ya upasuaji katika eneo hili, lakini wengi wetu bado. Lakini mimi nimeenda kikweli, ndugu wananchi, ulioyakuta huko ndani, kwa kweli mama huyu anahitaji kupewa pongezi kubwa. Tupigie makofi sana. Krem Sanga, Channel 10, Iringa. Wafanyakazi mkoani Mara wameaswa kudai haki zao huku wakitakiwa kuzingatia utekelezaji wa majukumu yao ipasavyo, kwani serikali tayari imehakikisha yaliyokuwa madai ya msingi ikiwemo kupandishwa vyeo pamoja na madaraja kwa wafanyakazi, na kero zingine zinaendelea kutatuliwa. Musa Makali ana undani wa taarifa hii. Hii ni siku ya wafanyakazi, ama kweli kwanza ni kazi na dawa. Adhimisho haya siku ya wafanyakazi yanabebwa na kauli mbiu ya uchaguzi mkuu 2025, utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, sote tushiriki. Na hapa licha ya pongezi hizi kutolewa, ombi kwa serikali ni baadhi ya changamoto ndogo ndogo kurekebishwa ili kuhakikisha mazingira ya mtumishi yanampa aweni awapo kazi. Tunatoa shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 kwa kuzingatia upandishaji wa madaraja. Hata kwa mwaka huu 2025 tunatazamia madaraja ya utumishi yatapanda. Ombi letu kwa serikali ni kwamba iweze kutoa nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi. Tunapokwenda mara kwa mara, tunapokuwa na changamoto za utumishi, zimekuwa zikitatuliwa kwa wakati bila kuwa na kona. Changamoto ya kutokupata nyongeza ya mishahara, na kwa mwaka huu tunashukuru sana Mheshimiwa Rais ametupa nyongeza ya mishahara kwa watu wa kima cha chini 35.1, sio jambo dogo. Lakini pia pongezi hizi hazikuwa nyuma kwa kazi kubwa inayofanywa na wafanyakazi hapa nchini. Mambo ambayo yamezungumzwa hapa, yale ambayo serikali imeyatekeleza, nimekuwa mstari wa mbele kuyasemea, ya kwamba sisi kama jeshi lake tuko imara katika kufanikisha malengo ya nchi yetu. Mkuu wa mkoa Mara Kanelevas Mtambi katika maadhimisho haya ya siku ya wafanyakazi ndio mgeni rasmi, na hapa anasema serikali inatambua zaidi jitihada za wafanyakazi hapa nchini. Aidha, serikali imeendelea kuchukua hatua za kuboresha maslahi ya wafanyakazi, ikiwamo upandishwaji wa madaraja, kubadilishiwa miundo au kada, na kulipa malimbikizo ya mishahara kwa watumishi. Serikali ililipa malimbikizo ya mishahara, yani salary arrears, yenye thamani ya shilingi bilioni 2.5. Mkuu wa Mara Kanelevas Mtambi akiwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya anawataka wafanyakazi kuhakikisha wanatanguliza maslahi ya utumishi wakati wakidai haki zao.
Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amevitaka vyama vya ushirika mkoani humo kujikita zaidi katika mifumo ya uwekezaji wa kidigitali na kujiendesha kibiashara kwa kutumia rasilimali walizonazo badala ya kutegemea huduma za vyama vya msingi pekee, hatua ambayo itawasaidia kujiimarisha zaidi hali ya kifedha na ustawi wake kiuchumi. Mwanahabari wetu Upendo Salu anatutaarifu. Paul Chacha ametoa wito huo wakati akifungua mkutano mkuu wa 7 wa chama kikuu cha ushirika wa wakulima wa tumbaku Milambo, ambapo katika hotuba yake ametumia muda mwingi kuzungumzia kuhusu vyama vya ushirika, hali za wanachama wake kiuchumi, pamoja na kurahisisha huduma kwa wakulima, huku akisisitiza ni lazima vyama vya ushirika viwe na nguvu kwa kuwa vina jukumu la msingi kuondoa wanachama wake kwenye wimbi la umaskini badala ya kuwaacha wakiendelea kulalamika, kauli ambayo inaungwa mkono na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tabora Said Nkumba. Fanyeni kazi na kazi wape matunda. Usiwe mtumwa unalima miaka yote hakuna matunda. Maana yake nini sasa? Siwache hicho kilimo. Mnajipa target miaka 3. Lazima muwe na LX inapaki kwa usemi kwenu. Miaka 2 lazima muwe na ofisi ya kisasa. Kwani mnatafuta ili mpeleke wapi? Wakulima wetu kupitia vyama vyao vya msingi wameweka mikataba, na hiyo mikataba vile vile ndio wazi kabisa kwamba baada ya mauzo kuna muda wa malipo. Tunaelekeza serikali iendelee kusimamia kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanalipwa kwa wakati. Akitoa taarifa ya mwaka ya chama kikuu cha ushirika Milambo, katibu wa chama hicho Innocent Tibesigwa amesema licha ya chama hicho kupata mafanikio ikiwa ni pamoja na kupata hati safi, bado kinakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo ucheleweshwaji wa mikopo ya benki kwa wakulima, lakini pia baadhi ya kampuni za ununuzi wa tumbaku kutofuata taratibu. Changamoto unakuta chama cha msingi kimeingia mikataba 4 na kampuni tofauti na unakuta chama kikuu na ofisi ya ushirika tunakuwa tuna taarifa. Lakini kipengele namba 6 ni changamoto ya mikopo ya benki. Tunashauri kwamba ukomo wa madeni ambao unaandaliwa uwe na kiasi cha kwamba unakuwa na nafasi ya kuweza kupokea mabadiliko madogo ambayo ili kuwezesha wakulima watakapolima basi wale ambao nasili na wenyewe wanaweza kupata pembejeo zao. Hata hivyo, baadhi ya wakulima wamekuwa na mitazamo tofauti katika kuboresha kilimo cha zao la tumbaku. Ijaribu kufanya masoko yawe huria, ambayo tuwe tunafanya masoko ya mnada. Tumbaku iwe na kusanywa sehemu moja. Makampuni yote yaliyoingia Tanzania yaje kufanya ushindani. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Naam, Upendo Salu, shukrani kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, habari hiyo basi inatoa wasaa wa habari za michezo pamoja na burudani. Muda mfupi ujao utakuwa naye hapa Witness Ella Nusingalawa au waweza muita Winga Teresa kukujuza mengi zaidi katika upande wa habari za michezo pamoja na burudani. Namna hivyo mwanamichezo Philipina Ndwata ananipa kijiti kudunda na kujimwaya viwanjani kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo yaliyojiri na endelea kujiri kunako viunga mbalimbali. Ukiwa nami mwanamichezo wako Witness Ngalawa Mazakunita Winga Teleza. Na moja kwa moja ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea kesho kwa mchezo mmoja wa kiporo kuchezwa, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba watawakaribisha Mashujaa FC kutoka Kigoma majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Huyu hapa mwanamchezo wetu anatujuza. Wakizungumza na waandishi wa habari za michezo kuelekea mechi hiyo ya kesho, kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola na kocha msaidizi wa Mashujaa Charles Fred wameeleza kiufundi maandalizi yao kuelekea mchezo huo, huku kila upande ukikiri kuzitaja alama 3. Nifanya maandalizi yetu mazuri kabisa, tukijua kabisa hatuna mchezo rahisi, kwa sababu Mashujaa ni timu ambayo kiukweli
imekuwa ikitupa wakati mgumu sana. Hata katika mechi yetu ya kwanza tuliocheza nao Kigoma walitupa wakati mgumu sana, na ukiangalia wana mwalimu mzuri Salum Mayanga. Kwa hiyo na imani kabisa ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana, lakini kwetu sisi kwa sababu ni mechi zetu za viporo tunazichukulia kama fainali. Hakuna mechi rahisi kwetu. Tumejiandaa pamoja na ubora wao na ugumu wanaotupa Mashujaa kwenye mechi, tuhakikishe tunapata matokeo katika mchezo wa kesho inshallah kwa uwezo wa Allah. Mchezo wa kesho tumejiandaa vile kufanya mwendelezo mzuri kwenye mchezo wa kesho, na kiujumla niseme kwamba changamoto itakuwa kubwa sana. Najua kwa sababu ni timu nzuri ambayo tunakutana nayo, ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya pressure yote kuweza kufanya makosa na kuruhusu magoli, lakini sisi tumeandaa timu vizuri. Kwa upande wa nyota wa Simba Awesu na nahodha wa Mashujaa Masome Mashauri wameweka wazi matarajio yao ya kwenda kupata alama 3 katika mchezo huo. Simba haimwangalii mtu. Simba haimwangalii mtu, inaangalia mechi zake. Kwa hiyo sisi tunaangalia mechi zetu, na alhamdulillah Simba wana kikosi kikubwa ambao kila mchezaji ambao wanaweza kumweka anacheza vizuri. Kwa hiyo watu wamejiandaa kwa ajili ya kila mechi, kwa sababu kila kitu ambacho tunakipigania tunakihitaji kukileta Msimbazi. Wachezaji wangu wapo kwenye hali nzuri sana. Wachezaji wote tumejiandaa kwa ajili ya kuikabili mechi ya kesho. Tunajua ukubwa wa mechi ya kesho na tunajua nafasi ambayo tupo, na tunajua pia tunahitaji nini katika mchezo wa kesho ili tuzidi kujiwekea hakika wa kusalia kwenye ligi. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Nikiwa bado ligi kuu soka Tanzania bara, uongozi wa klabu ya Simba kupitia idara ya habari mawasiliano umetaka mashabiki wa klabu hiyo kujitokeza kwa wingi hapo kesho katika dimba la KMC Complex kuwapongeza wachezaji na benchi la ufundi baada ya kutinga fainali ya kombe la shirikisho Afrika watakaposhuka dimbani kucheza na Mashujaa mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tupate taarifa kamili. Wito huo umetolewa na meneja idara ya habari na mawasiliano Ahmed Ali wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo na kusema kuwa kesho ni siku maalum kwa mashabiki kwenda kuipongeza timu yao kwa kutinga fainali ya CAF msimu huu. Kwa mashabiki ambao tayari wameshatoa heshima zao kwa kuja uwanja wa ndege kuja kuwapokea, lakini bado haitoshi. Katika mchezo wa kesho tutautumia kama sehemu maalum ya kuwapongeza rasmi wachezaji wetu baada ya kufanikiwa kuingia hatua fainali ya kombe la shirikisho. Nini tutafanya basi? Wakati timu inaingia uwanjani ile saa 9 na dakika 58:07 wanaingia uwanjani kwa ajili ya kwenda kuanza mpira ama mchezo wa kesho, mashabiki wote ambao tutakuwa katika uwanja wa KMC tutasimama kwa pamoja na kuwapigia makofi wachezaji wetu, ikiwa ni ishara ya kwamba tunawapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Ratiba tumeipokea na sisi jukumu letu Simba Sports ni kuishi ndani ya ratiba hiyo. Tutapambana ndani ya ratiba hiyo tuweze kutimiza malengo yetu ambayo ni kuchukua alama 3 kwenye kila mchezo. Watu wanazungumza kwa wivu na kuna watu wanazungumza kwa chuki. Na mtu akizungumza kwa wivu una play goma la J Combat, unamwachia hapo, unaendelea na maisha yako. Wala huna muda wa kubishana na mtu. Esther Mtebe, Channel 10 Michezo. Nayo klabu ya JKT Tanzania imepanga kucheza mechi yake ya ligi kuu dhidi ya Simba Mei 5 mwaka 2025 katika uwanja wa Mkwakwani Tanga badala ya uwanja wake wa nyumbani wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Uamuzi wa JKT Tanzania kupeleka mechi hiyo katika uwanja wa Mkwakwani umefikiwa baada ya kufungwa kwa uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kwa ajili ya kufanyiwa ukarabati wa mwisho kupa utayari wa kutumika kwa ajili ya mazoezi ya timu mbalimbali zitakazoshiriki fainali ya mataifa ya Afrika na wachezaji wanaocheza ligi ya ndani yani Chani mwaka 2025 Agosti mwaka huu. Kwingineko, timu ya taifa ya wanawake ya soka la sakafuni imepoteza mchezo wa fainali wa Women's Futsal AFCON kwa idadi ya magoli 3-2 dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Morocco
wametangazwa kuwa mabingwa wa mara ya kwanza wa mashindano hayo ambayo yalikuwa ni wenyeji wakitokea nyuma kwa magoli 2-0 hadi kusawazisha magoli yote mawili na kufunga goli la ushindi dakika za mwisho kabisa za mchezo. Tanzania inakuwa mshindi wa pili wa mashindano hayo huku ikiwa imekata tiketi moja kwa moja ya kushiriki michuano ya Kombe la Dunia, mashindano ambayo itafanyika nchini Ufilipino. Timu ya mpira wa miguu ya Tanzania waishio Beijing nchini China imepata ushindi wa magoli 4-2 dhidi ya Mali, ikiwa ni mchezo wa kwanza wa mashindano maalum ya kimataifa yaitwayo Beijing World Cup. Ni goli la 4 na goli la ushindi kwa timu ya Tanzania hapa Beijing, ambalo limeamsha shangwe la mashabiki, ikiwa ni siku ya kwanza ya mashindano hayo yanayofanyika kwa siku 3. Hata hivyo, katika mechi hiyo timu ya Mali ilikuwa ya kwanza kupata magoli, hata kuongoza kwa matokeo 2-1 hadi kipindi cha kwanza kinamalizika. Magoli mengine 3 ya Tanzania yaliozaa ushindi wa 4-2 yamepatikana katika kipindi cha pili cha mechi hiyo, na kwa mujibu wa kocha wa timu ya Tanzania David Joseph, matokeo hayo ni hamasa ya kuelekea mechi za kesho dhidi ya timu ya Angola na timu ya Malaysia. Mechi ilikuwa ngumu sana, lakini niwapongeze sana vijana wangu. Na sasa focus yetu ni mechi ya pili na ambayo itacheza hapo kesho. Tutakuwa na mechi 2 ili tuweze kwenda stage inayofuata. Tunatakiwa kushinda mechi zote 2 za kesho. Naomba tu niwashukuru sana mashabiki ambao wamejitokeza kwa wingi. Hatukutarajia kwamba tutakuwa na watu wengi namna hii, ila tumepata support kubwa sana. Pia na wao ni sehemu ya ushindi wetu. Channel 10 Michezo pia imezungumza na mashabiki wa Tanzania waliojitokeza kwenye siku ya kwanza ya mashindano hayo. Ingawa wao wenzetu walitutangulia, walifunga mawili, tukawa kidogo mapigo ya moyo yanaenda kwa kasi. Unajua tena mambo ya ushindani, na mimi ni Tanzania. Lakini pia si haba katika kuleta hamasa zetu, wamejitahidi wenzetu na tumeweza kupata magoli. Na pia hivyo hatujavunjika moyo, kesho pia tuna mechi nyingine na tunategemea kwamba watatuonyesha ari zaidi. Tumekuja na vibe ya kutosha na tunawapa support kubwa wachezaji wetu na tunatakia ushindi, na bila shaka tunaamini kwamba tutakuwa na ushindi mkubwa katika michuano hii. Kwa kweli ushindi huu tunaudedicate kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, daktari, rais wetu wa Tanzania. Nimwambie kabisa kwamba mitano tena. Kwa hiyo nilikuja kwa ajili ya kushuhudia, kuona Watanzania wenzangu. Kwa kweli wamefanya vizuri, tumeshinda, tunashukuru. Nimesikia kuna mechi nyingine zinaendelea, kwa hiyo tutaendelea kuwepo kwa ajili ya kuwasupport wachezaji wetu. Support nyumbani kwanza. Kimsingi nimeupokea vizuri ushindi huu, nimeupokea kwa furaha ushindi huu, na ushindi huu sio kwa sisi wanafunzi tulioko hapa Beijing, bali ni ushindi kwa Watanzania wote hata walioko kule nyumbani. Imekuwa furaha sana kwamba tumepata ushindi mkubwa, na hii yote inaonyesha kwamba sio kwamba tuko huku kwa ajili ya masomo, lakini pia tuko huku tunaonyesha uzalendo wetu katika kuiwakilisha nchi yetu ya Tanzania. Ezekiel Mamboko, Channel 10 Michezo. Shukrani mwanamchezo wetu Ezekiel Mwambopo kwa taarifa hiyo kutoka Beijing nchini China. Bonanza la michezo mbalimbali ambalo ni maalum kwa kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani, yani Mei Mosi, limefanyika kwenye viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam likiwa na lengo la kujenga umoja na afya kwa wanafunzi na wafanyakazi wa UDSM. Waandaaji wa bonanza hilo ambalo limefanyika kwa kuchezwa michezo mbalimbali kama vile mpira wa miguu, netball, bao, kukimbia, magunia na kushirikisha wanamichezo mbalimbali, wameeleza lengo la umuhimu wa mashindano hayo. Kwa siku ya leo ya tarehe 1 mwezi wa 5 tumeamua kutumia kufanya michezo kama fellowship ya CCT ambayo yuko chini ya chaplain ya UDSM, tukishirikiana na matawi yote ambayo yanalewa na hiyo CCT chaplain ya UDSM,
ambayo matawi hayo ni ardhi, mlimani, mabibo, takwimu, maji na duse. Tumeamua kutumia hii siku ya leo kufanya umoja wetu kuhudumisha kama wana CCT, na umoja huo tumeamua tutumie hiyo siku kama siku ya michezo. Kama Mei Mosi yangu leo nimeamua kuja kushiriki michezo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwanza michezo ni afya, pia michezo ni ajira. Kwa hiyo tunazidi kushiriki michezo ili kwa ajili kuongeza ujuzi mbalimbali na kwa ajili kuwasaidia watoto wengi wana vyuo vingine ambao wanatamani kuingia kwenye michezo kwa ajili kuendeleza vipaji vyao. Bonanza hili linalenga pia kujumuisha watu, kushirikiana, kuleta umoja na amani na upendo miongoni mwa wanafunzi na watu wengine pia. Namna hivyo taarifa hiyo kuhusiana na bonanza la siku ya wafanyakazi yani Mei Mosi ndio inaniwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni ule wasaa wa viwanjani kimataifa. Kunani huko kimataifa? Huyu hapa msimulizi wetu Eden Bahati. Mchezo wa raundi ya kwanza wa nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya umepigwa jana kwenye uwanja wa Olympic Luis Companies jijini Barcelona nchini Hispania, ambapo wenyeji na mabingwa mara 5 wa Ulaya FC Barcelona wameshindwa kutamba nyumbani kwao mbele ya mabingwa wa Italia Inter Milani. Mchezo huu ulimalizika kwa sare ya mabao 3-3, huku Inter Milani wakiwa wa kwanza kuonesha makali yao ugenini kwa kutangulia mbele kwa magoli mawili yaliyowekwa kimiani na Marcus Thuram pamoja na Denzel Dumfries. Barcelona wakarejea mchezo na kusawazisha kupitia kwa Lamine Yamal na Ferran Torres. Inter wakapata goli la 3 kupitia kwa Dumfries tena, lakini bao la kujifunga la Yann Sommer likawafanya mchezo kumalizika kwa sare ya bao 3-3. Na mchezo wa marudiano utapigwa nchini Italia kwenye dimba la Giuseppe Meazza Jumanne ya Mei 6 juma lijalo. Kwingineko katika mchezo wa langalanga, serikali ya jiji la Mexico imetangaza kuwa itasaini mkataba mpya wa miaka 3 na Formula 1 ili kuendelea kuwa na mbio za Mexico City Grand Prix hadi mwaka 2028. Mbio hizo zinatarajiwa kufanyika mnamo Jumapili Oktoba 26, 2025 kwenye Autodromo Hermanos Rodriguez nchini Mexico, ikiwa ni sehemu ya mzunguko wa 20 wa msimu wa 2025 wa Formula 1. Tiketi za kushiriki katika mbio za mwaka huu zilikuwa zimeuzwa zote ndani ya siku moja baada ya kuanza kuuzwa kutokana na hamasa kubwa kutoka kwa mashabiki. Sergio Checo Perez anahusishwa kurejea kwenye langalanga na kujiunga na timu ya Cadillac kama mmoja wa madereva wanaoweza kujiunga na timu hiyo inayojiandaa kuingia rasmi kwenye mashindano ya Formula 1 mwaka 2026. Perez ambaye aliondoka Red Bull Racing mwishoni mwa msimu 2024 ameonyesha nia ya kurudi kwenye Formula 1 ikiwa atapata mradi unaovutia. Kwa sasa anazungumza na timu kadhaa ikiwa ni pamoja na Cadillac kuhusu nafasi ya kuendesha gari lao kuanzia msimu wa 2026. Cadillac, kampuni ya magari ya Marekani inayomilikiwa na General Motors, itajiunga na Formula 1 kama timu ya 11 kuanzia mwaka 2026. Timu hiyo inajiandaa kuzindua nembo yake rasmi katika tukio maalum linalotarajiwa kufanyika Jumamosi Mei 3, 2025 huko Miami Beach. Perez anatarajiwa kuhudhuria tukio na kuna uvumi kwamba huenda akawepo kwenye orodha ya madereva wa timu hiyo. Eden Bahati, Channel 10 Plus kimataifa. Namna hivyo msimulizi wetu Eden Bahati ndivyo ambavyo anatamatishia yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa siku nzima leo. Kumbuka mimi ni mwanamchezo wako Witness Ngalawa, ama za kunita Winga Teleza. Nikurejeshe kwake Philipina Ndwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo. Na shukrani Winga Teresa Witness Ngalawa kwa habari hizo za michezo pamoja na burudani. Na mtazamaji, nami kutokea hapa sina la ziada. Ndivyo ambavyo nimetamatisha habari za kutwa nzima ya leo. Ulikuwa nami Philipina Ndwata, na nikuache na utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwa saa 24 zijazo, na nikutakie pia usiku mwema. Kwaheri. Karibu. Tuanze utabiri huko kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mifumo ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan katika pwani ya kaskazini, pwani ya kusini, vikisambaa katika maeneo mengine ya nchi. Mamlaka ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache, hususan katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Tafadhali chukua tahadhari.
Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi, Mtwara pamoja na Ruvuma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Arusha, Manyara pamoja na Kilimanjaro, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Singida pamoja na Dodoma, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka mamlaka ya hali ya Tanzania tuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.